Wengine wanasema kwamba baba ni muhimu zaidi, wengine wanasema mama ni muhimu zaidi, lakini mimi leo nataka nije na mtazamo wangu na kile ambacho nimejaribu kuonyesha hapa kwenye kitabu. Katika kitabu hiki nimemzungumzia mwanamke kama nguzo ya familia. Sasa ninapomzungumzia mwanamke kama nguzo ya familia, ninafahamu fika kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa familia, baba ni msingi wa familia na mwanamke ni nguzo ya familia. Na unaposoma katika kitabu cha Mithali sura ile ya 14 na mstari wa kwanza, Biblia inasema mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, na mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Sasa ukichukulia mfano wa nyumba hizi za kisasa ambazo zinajengwa siku hizi, unakuta nyumba ina msingi na baada ya msingi kuna nguzo. Sasa ukifuatilia utakuta wakati mafundi wanajenga msingi, watatumia simenti, watatumia kokoto, watatumia nondo, wanajenga msingi wa nyumba. Na wanapojenga nguzo pia utakuta wanatumia vitu vile vile, watatumia simenti, watatumia kokoto, watatumia nondo na vitu vingine kuijenga nyumba hiyo. Kwa maana hiyo sasa utagundua kumbe umuhimu ambao mafundi wanaopatia msingi wa nyumba ndio msingi huo, ndio umuhimu huo wanaozipatia nguzo za nyumba. Sasa ukitembea katika maeneo mbalimbali unaweza ukakuta kuta za nyumba ambazo zimebomoka kwa sababu aidha nguzo zake zimekuwa dhaifu au kuta hizo zilijengwa bila kuwa na nguzo. Kwa maana hiyo nguzo ikiwa dhaifu, ukuta huo unaweza ukakosa uimara na ukabomoka. Sasa ukazingatia mambo hayo yote, utagundua, na mimi hiki ndicho ambacho nimekieleza, utagundua kwamba baba ni muhimu katika familia na mama ni muhimu pia katika familia. Jambo la muhimu katika haya ni kila mtu aweze kuitambua nafasi yake na asimame kwenye nafasi yake. Mambo haya yakifanyika, kila mtu anakuwa muhimu kulingana mwenzake katika familia. Kwa hiyo nataka nihitimishe kusema hivi: baba usimchukulie poa mama, lakini mama usimchukulie poa baba katika familia. Nyote simameni kwenye nafasi yenu, kila mtu aweze play part yake, mwisho wa siku muweze kujenga familia yenu iweze kuwa ni familia bora na yenye ustawi.